أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وصلى الله على سيدنا محمد القائل. Na rehma na amani zimuendee kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ametufundisha katika hadithi yake kwamba man arada dunia fa alayhi bilqurani, yeyote anaitaka dunia basi ni juu lake kushikamana na Qur'ani. Wa man arada al-akhirah fa alayhi bilqurani, na yeyote anaitaka akhira basi ni juu lake kushikamana na Qur'ani. Wa man aradahuma ma'a ay ad-dunya wal akhirah, kwamba na yule ambaye anaitaka dunia na akhira kwa pamoja, fa alayhi bilqurani, ashikamane na Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, fi kulli anhai, katika kila pande ya nchi yetu hii ya Tanzania, ni lazima tufahamu kwamba tupo katika zama ambazo al-yadul ulya wa sautul ali liman yamliku at-teknolojia wal maalumati, kwamba mkono wa juu na sauti ya juu anayo yule ambaye anayemiliki teknolojia pamoja na taaluma. Al-yadul ulya liman yamliku quwwatun al-iqtisadiyya, mkono wa juu na wa maamuzi anao yule ambaye anayemiliki nguvu za kiuchumi. Wal-yadul ulya liman yamliku as-siha, na mkono wa juu anao yule ambaye anayemiliki afya. Wal-yadul ulya liman yamliku ziraa, na mkono wa juu anao yule ambaye anayemiliki kilimo. Wal-yadul ulya liman yamliku al-bahri, na mkono wa juu upo kwa yule ambaye anayemiliki bahari. Ndugu zangu Waislamu, katika zama hizi ambazo tunazo kwenda nazo, hakuna siri ya kuleta mabadiliko ndani ya jamii yetu. Hakuna siri ya mageuzi ya maendeleo ndani ya jamii yetu, ila pale ambapo tutakapoamua kuwekeza katika sekta ya elimu. Tunayo mifano mbalimbali katika nchi zilizotupita kimaendeleo. Leo hii tunazungumzia nchi ya China, leo hii tunazungumzia nchi ya Urusi, leo hii tunazungumzia Marekani, Uingereza, lakini pia tunazungumzia taifa la Irani na Uturuki. Nchi hizi ukiziangalia leo hii ndio miongoni mwa mataifa ambayo yanashindana katika kugawana rasilimali juu ya mataifa zilizopo katika mataifa mengine. Lakini kwa nini wamefikia katika kiwango hicho? Ni kwa sababu wao waliamua kuwekeza katika sekta ya elimu. Walipowekeza katika sekta ya elimu, wakawa juu kiuchumi, wakawa juu kiteknolojia, wakawa juu kisayansi, wakawa juu katika sekta ya kilimo, wakawa juu katika biashara, wakawa juu katika miundombinu, wakawa juu katika sekta ya afya. Kwa hiyo na sisi kama Waislamu kwa sifa ya pekee ni lazima tuhakikishe kwamba laiti kama tunataka mabadiliko ndani ya jamii yetu, ni lazima tuhakikishe tunaacha falsafa ya kukaa tunasherehekea na kupongezana kwa kukaa kwa muda mrefu ndani ya taasisi zetu. Kusherehekea na kufanya hafalati mbalimbali kwa sababu tumekaa madarakani kwa kupitia taasisi zetu kwa muda usiopungua miaka 10 au miaka 20 au miaka 30. Au kwa uwepo wa taasisi zetu ndani ya jamii yetu kwa zaidi ya miaka 30, lakini uwepo wetu ndani ya taasisi hizo na muda wa kuanzishwa kwa taasisi hizo mpaka sasa, hakuna impact yoyote ya maana ambayo inarejea katika jamii yetu ya Kiislamu. Ni jambo la aibu kwamba leo hii tunajifakhiri kwa kuwa na taasisi nyingi. Yani kaifa naftakhiru bi akthar almuassasat alislamia, namna gani tunaweza kukaa sisi na kujifakhiri kwa kuwa na taasisi nyingi, taasisi ambazo kila moja imejiweka kwa mujibu wa maslahi ya makundi ya watu wachache. Namna gani tunaweza kukaa, yani vipi tunaweza kukaa na kujifakhiri kwa wingi wa taasisi ambazo zisizokuwa na umoja na zisizokidhi mahitaji ya Waislamu wa sasa na Waislamu wanaokuja? Ni jambo la aibu kwa wingi wa taasisi tulizo nazo,
eti hadi sasa tuna chuo kikuu kimoja cha Kiislamu. Ni jambo la aibu mpaka sasa, pamoja na wingi wa taasisi za Kiislamu tulizonazo, eti hatuna vyuo katika upande wa afya. Hatujataka kuwekeza katika upande wa elimu ya afya, hatujataka kuwekeza katika upande wa elimu inayohusu masuala ya idara. Hatuna mikakati yoyote katika kuwekeza upande wa uchumi pamoja na kilimo au katika vyuo vya ufundi. Ndugu zangu Waislamu, tumekuwa ni wengi sana wa kulalamika. Tunapoteza muda mwingi kwa sababu ya kulalamika. Tunapoteza muda mwingi sana kwa sababu ya kulaumu. Tunapoteza muda mwingi sana kwa kulishwa fikra ambazo fikra hizo zinaonyesha kwamba sisi tumetengwa. Ndugu zangu Waislamu, nataka niwaambie, swala la sisi kuwa tabaka la pili katika nchi hii ni kwa sababu ya sisi wenyewe tumejitakia. Swala la sisi kusema kwamba tumekuwa ni watu ambao hatueleweki katika jamii hii, watu ambao tuko nyuma kimaendeleo, hili swala ni kwa sababu sisi wenyewe tumejitakia. Tumejitakia kwa sababu hii, kwa sababu taasisi yoyote au jamii yoyote kama haijawekeza katika swala la elimu, maana yake taasisi hiyo itaendelea kubakia nyuma na jamii hiyo itaendelea kubakia nyuma. Lakini laiti kama jamii au taasisi ikaamua kuwekeza katika upande wa elimu, basi hapo ilipo lazima ihame kutoka sehemu ya chini na kwenda katika sehemu ya juu. Na hivi ndivyo ambavyo wenzetu walivyofanikiwa katika majali za kiafya, walivyofanikiwa katika majali za kiuchumi, walivyofanikiwa katika majali za kielimu. Lakini kilichowafanya wao wafike pale katika mfumo bora wa huduma za jamii, maana yake ni wao walipoamua kuwekeza katika sekta ya elimu. Walikaa chini na wakagundua kwamba tuna udhaifu, tuna jamii ambayo haina huduma za jamii. Kwa hiyo nini cha kufanya? Ni sisi kuwekeza katika jamii hizo huduma za jamii. Hii itasaidia kupeleka huduma, lakini pia itasaidia kuinua pato letu la uchumi wetu na kutufanya sisi tuwe tuna nguvu ndani ya jamii. Wakaamua kuwekeza katika sekta ya elimu, wakaamua kuwekeza katika sekta ya afya, wakaamua kuwekeza katika sekta ya kilimo pamoja na sekta ya uchumi. Ndio maana hata leo ukiona kizazi chao mara nyingi sana utakikuta katika idara mbalimbali chao ndio kinaongoza kwa wingi. Lakini pia utakikuta katika swala la soko la ajira, utaona kwamba wao ni wengi. Lakini je, sisi katika upande wetu Waislamu tuko wapi? Sisi upande wetu Waislamu tunafanya nini? Mustakabali wetu ni upi? Lakini je, tumewekeza katika sekta ya elimu? Unakuta hapana, hatujawekeza katika sekta ya elimu. Ndio maana leo pamoja na wingi tulionao, pamoja na wingi wa taasisi tulionao, pamoja na kuwa na taasisi ambazo zina umri mrefu katika jamii yetu, tumeshindwa kutengeneza na kuwekeza katika sekta ya vyuo vikuu. Na hatimaye sasa watoto wetu wanakuwa wanapatikana wengi katika shule za msingi, wanapatikana wengi katika shule za kata form 4, wanapatikana wengi katika level ya form 6, lakini mwisho wa siku ukienda chuo kikuu unawakosa kwa sababu wengi wanakuwa wamefeli huko chini. Ni nani ambaye atakayewainua? Ni lazima ili wainuke, ni lazima sisi viongozi pamoja na taasisi zetu za Kiislamu tuhakikishe kwamba tunawekeza katika sekta ya elimu katika upande wa vyuo vikuu. Ni aibu mpaka leo Waislamu hatuna vyuo vikuu isipokuwa chuo kikuu kimoja. Ni aibu katika upande wetu ambao tunajifakhiri kuwa na idadi kubwa ya watu wengi na Waislamu wengi. Ni aibu kuona kwamba Waislamu tunaendelea kubakia nyuma. Ni aibu kuwa na viongozi ambao wakati mwingine hawajui mahitaji yetu sisi Waislamu wa sasa na Waislamu wanaokuja. Ni aibu kuwa na viongozi ambao hawatambui namna gani wanaweza kuwasaidia Waislamu katika upande wa kuinua uchumi wao, katika upande wa kuinua afya zao, katika upande wa kuinua elimu yao, katika upande wa kuwaokoa. Ndio maana leo unapata kitabaka kubwa la watoto wa Kiislamu ndio ambao wanaoendesha bodaboda na kufanya biashara ndogo ndogo za hali ya chini katika tabaka la hali ya chini. Ndio maana leo unapata kizazi kikubwa cha Waislamu ndio waathirika wakubwa wa madawa ya kulevya. Ndio maana leo unapata kizazi kingi cha vijana wa Kiislamu ndio wamejikita katika masuala ya uhalifu na mmong'onyoko wa maadili. Ndugu zangu Waislamu, thamani ya umma huu, thamani ya jamii yetu haitoweza kupatikana isipokuwa katika misingi ya elimu.
Na tunaposoma Qur'ani lazima tuzingatie, tusisome Qur'ani kama sehemu tu ya kwenda kurehemu watu ambao ndugu zetu waliotutangulia peke yake ikatosha kwamba tumeisoma Qur'ani. Tusisome Qur'ani kwa lengo tu peke yake la kutoa mawaidha katika minasabati fulani ya kidini bila kutabikisha kivitendo yale ambayo yaliyoelekezwa ndani ya Qur'ani na yaliyoelekezwa katika sunna na sira za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma Qur'ani vizuri utaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza wazi siri ya mafanikio yetu sisi Waislamu haitoweza kupatikana nje ya elimu. Ndio maana ikawa ni amri ya kwanza ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa ikra. Lakini tazama huko nyuma Sayyiduna Yahya aliambiwaje? Ya Yahya khudhil kitaba biquwa kafa binafsika liyawma alayka hasiba. Imetajwa kitabu kwa maana ya ilmu, lakini hakuna atakayehukumiwa kwenda motoni au peponi, lazima kwanza awe amepewa kitabu chake. Hii maana yake nini? Maana yake pia atakuwa amejulishwa na kufundishwa na kuonyeshwa yale ambayo yaliyosajiliwa ndani ya kitabu chake. Kwa maana hiyo hakuna atakayekwenda tu, lazima atakuwa na ilmu. Kwa nini ninakwenda motoni? Kwa nini ninakwenda peponi? Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masura. Kimetajwa kitabu hapa. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Kimetajwa nini hapa? Kimetajwa kitabu. Lakini njoo katika suratu Al-Kahfi utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza kwamba alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba. Ametakasika, ametukuka, kila si aina ya jinsia sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu ambaye amemteremshia mja wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu. Kimetajwa kitabu hapa. Kwa maana gani? Kwa maana kwa kupitia kitabu ataamrisha mema, kwa kupitia kitabu atakataza mabaya, kwa kupitia kitabu atawabashiria watu, kwa kupitia kitabu atawalingania watu. Kwa kupitia ilmu ndiyo itakuwa sababu ya kuleta mabadiliko ndani ya jamii yake na kufikisha dawa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama haitoshi, rejea katika suratul Baqara. Mwenyezi Mungu amesema dhalika alkitabu la raiba fihi, kwamba hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Hakuanza kwa kusema dhalika al-imanu, wala hakuanza kwa kusema dhalika al-islamu, wala hakusema dhalika taqwa. Ameanza kwa kusema dhalika al-kitabu. Maana yake nini? Bil kitab bila ilmi taarifu rabbak, tastati'u an ta'rifa rabbak. Kwa kupitia ilmu ndio unaweza ukamjua Mola wako. Bila ilmi tastati'u an ta'budu rabbaka, kwa kupitia ilmu unaweza ukamwabudu Mola wako. Bila ilmi tastati'u an tattaqillah, kwa kupitia ilmu unaweza ukamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila ilmi tastati'u an tabni al-iqtisadi al-qawi, kwa kupitia ilmu unaweza ukatengeneza uchumi wenye nguvu. Ndio maana ikaja kule alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kinachokusudiwa hapa ni uchumi. Kinachokusudiwa hapa watu wakalime kwa ajili ya kutengeneza uchumi wao, watu wafanye kazi kwa ajili ya kutengeneza uchumi wao. Watu wasiwe, umma wa Kiislamu usiwe unatumia kile kinachozalishwa na wengine, bali wengine ndio watumie kile kinachozalishwa na Waislamu. Pamekuwa kuna uwekezaji mkubwa sana wa wale ambao sio Waislamu ndani ya jamii za Kiislamu. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wao wamekwisha gundua kwamba jamii ya Kiislamu ni jamii ambayo inahitaji mahitaji ya afya pamoja na elimu. Kwa hiyo wanapowekeza kwetu sisi, maana yake sisi tunawachangia wao kuinua uchumi wao kupitia huduma za jamii walizotuwekeza sisi. Je, sisi Waislamu tuko wapi? Sisi Waislamu tunafanya nini? Viongozi wetu mnafanya nini? Hamtaki kuzinduka. Ni lazima muhakikishe kwamba mnaleta mabadiliko kwa kupitia nafasi zenu. Uislamu bila afya sio Uislamu. Uislamu bila ilmu sio Uislamu. Uislamu bila uchumi hauwezi ukawa Uislamu. Narudia tena, Uislamu bila afya hauwezi ukawa Uislamu. Uislamu bila uchumi hauwezi ukawa Uislamu. Uislamu bila biashara, bila kilimo, bila elimu hauwezi ukawa Uislamu. Ndio maana utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba
man arada dunia, yeyote anayetaka kuwa na nafasi ya utawala katika dunia, fa alayhi bil Qur'ani, juu lake ifate Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imeeleza kila kitu. Qur'ani ndio msingi wa elimu wa mambo yote ambayo yanaongoza mfumo wa maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Unataka utawala bora, basi jikite katika ilmu, somesha watu. Viongozi wetu ni lazima tuzinduke kwamba nafasi tulizonazo, muda ambao tulionao, afya tulizonazo na fikra tulizonazo, ni lazima tuhakikishe tunatengeneza nguvu ya pamoja ili kuwekeza katika upande wa elimu ya vyuo vikuu. Ndio njia pekee ambayo itakayoweza kunusuru kizazi chetu hiki ambacho kinaishi katika mfumo wa tabaka la pili, mfumo wa ukosefu wa ajira bisifatin khasa. Ndugu zangu Waislamu, kafa bila ilmi fi dhulumati nura, yatosha ilmu kumtoa mtu katika kiza na kumuingiza katika nuru. Kafa bil ilmi fi dhulumati nura yubayinu lana fil hayati umura, kupitia ilmu ndiyo jambo pekee linalotubainishia mambo tuliyokuwa hatuyafahamu katika dunia tunayoishi. Fakam wajada dhalilan biha i'tizaza, ni wangapi walikuwa madhalili lakini kwa kupata ilmu wakawa ni watu watukufu. Ni jamii ngapi zilikuwa zimekufa lakini baada ya ilmu zikawa ni jamii tukufu. Wakam wajada hazinan biha surura, na ni wangapi walikuwa na huzuni lakini baada ya kupata ilmu maisha yao yakawa ni yenye furaha. Kwa hiyo na sisi iwapo tunataka mageuzi, ni lazima tujue hakuna mageuzi ila sosi ya mageuzi ndani ya jamii yetu ni pale ambapo tutakapoamua kuwekeza katika ilmu. Leo kuna taasisi nyingi zinawekeza katika ilmu, lakini sio kwa ajili ya Uislamu, ni kwa ajili ya Waislamu wa kundi la watu wachache. Ndio maana unakuta ada ni kubwa. Waislamu ambao walitakiwa kupeleka watoto wao kupata elimu bora, lakini mwisho wa siku wanashindwa na wanaondoa watoto wao katika shule hizo, kwa sababu shule hizo zimeanzishwa kwa nembo ya Uislamu, lakini wanaofaidika ni kundi la Waislamu wachache ambalo liko pale kwa ajili ya maslahi yake. Ndugu zangu Waislamu, hakuna yeyote atakayeweza kuuokoa umma huu isipokuwa sisi wenyewe. Hakuna ambaye anayeweza kuleta mabadiliko katika umma huu isipokuwa ni sisi wenyewe. Tuache tabia ya kukaa tunalalamika katika kipindi ambacho tuna uwezo wa kutengeneza shule bila kuziwiliwa kutengeneza shule. Tuache kuwa tunapoteza muda ya kuleta malalamiko katika kipindi ambacho tuna uwezo wa kutengeneza hospitali na hatujaziwiliwa kutengeneza hospitali. Tuache kuleta malalamiko katika kipindi ambacho tuna uwezo wa kuwekeza kwenye kilimo, lakini mwisho wa siku hatujaziwiliwa sisi kulima. Tukumbuke kwamba la quwwatul iktisadi, hakuna nguvu ya uchumi illa biistithmari fil ilmi, isipokuwa katika kuwekeza kwenye ilmu. Wala quwwatun fi majali sihhiya illa biistithmari fil ilmi, hakuna nguvu katika upande wa afya isipokuwa tutakapoamua kuwekeza katika sayansi ya elimu. Hakuna nguvu katika upande wa elimu yenyewe isipokuwa pale ambapo tutakapoamua kuwekeza katika upande wa sekta ya elimu. Ndugu zangu Waislamu, tunapoisoma Qur'ani tuhakikishe kwamba tunaisoma kwa kujua maana yake, tunaisoma kwa kujua falsafa ya Qur'ani. Leo hii vijana wetu wengi inawalazimu kutoka katika nchi zetu kwenda katika nchi zingine kwa ajili ya kufata elimu ya chuo kikuu. Lakini hii ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ni sunna ya utaratibu wa wanazuoni wote takriban. Imamu Shafi alihama kutoka Baghdadi na kwenda katika miji ya Sham kwa ajili ya kutafuta ilmu. Lakini pia wakina Ahmad ibn Hanbali walisafiri, wakina al-Imamu al-Bukhari, leo tunasoma sahihu al-Bukhari, alihangaika na kusafiri kwenda maeneo mbalimbali kutafuta ilmu. Wakina Ibn Hajar al-Asqalani, wakina al-Imamu al-Layth ibn Sa'di, wote walihama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta ilmu. Lakini ma'al asafu shadid, nimemsikia kiongozi wetu mmoja ambaye tunamheshimu sana miongoni mwa wanazuoni wetu akizungumza na kutaka kumfanya Sheikh Muhammad Ayub kwamba ndio role model wa watu waliosomea ndani, ambaye hakuna ambaye anayeweza kumfikia, hata hao waliosoma nje hawawezi kumfikia. Hadhihi afkarun khatia, hizi ni afkari zenye makosa, wal afkarun ashaza, na ni fikra ambazo hazifai kutumiwa. Lakini pia hiya kalam farigh aslan, na ni maneno ambayo ndani yake hayana faida. Kwa sababu gani? Mfumo wa elimu ya vyuo vikuu
hupelekea kuzalisha utaalamu na kurejesha utaalamu nyumbani ambao sisi hatuna, na hasa unapokwenda kusoma katika nchi ambazo zilizoendelea. Fal-Imamu Shafi'i rahimahullah alihama kutoka Makka, alihama kutoka katika ardhi ya Baghdad kuja wapi? Kuja katika ardhi ya Masri. Lengo lake lilikuwa ni kutafuta ilmu, na lengo lake wakati yuko njiani alikuwa anakwenda kwa ajili ya kuonana na al-Imamu al-Layth ibn Sa'di. Nini alichokuwa anakifuata? Alikuwa anafuata ilmu. Al-Imamu Shafi'i kana maendehosha ilmu. Yani al-Imamu Shafi'i alikuwa hana ilmu kipindi hicho, anatoka Baghdad kwenda Masri. Alikuwa nayo, lakini kwa nini alikuwa anatoka kwenda Masri? Lakini al-Imamu al-Laythi alitoka Masri kwenda wapi? Kwenda katika mji wa Madina kumfuata al-Imamu Malik. Alikuwa na ilmu, alikuwa nayo, lakini kuna kitu kinachoitwa tabadul al-ma'lumat. Kubadilishana maaluma, kubadilishana taaluma. Sisi leo hii hatuna vyuo vikuu, na fikra kama hizi wakati mwingine ndio zimepelekea sisi kutuchelewesha katika upande wa vyuo vikuu. Sasa matokeo yake ni nini? Matokeo yake kila anayekwenda kule kwa ajili ya kusoma na kuongeza taaluma, akija huku anaonekana kwamba hafai, anaonekana amepitwa na wakati, anaonekana hana kipya cha kukileta katika dini. Ya kharabaitaka ya magnun. Hizi ni afkarun farigha, kalamun farigh. Haya ni maneno yasiyofaa katika dini. Ni maneno ambayo lengo lake ni kuwapumbaza Waislamu waone na utumwa, kuendelea kuishi katika utumwa wa fikra kwamba hakuna kipya katika dini. Hakuna kipya katika dini wewe una elimu ya chuo kikuu. Hakuna kipya katika dini na unasema kwamba huyu ni bora na sasa hakuna anayeweza kumfikia. Ni bora katika upande upi? Alikuwa bora katika zama zake, na inajulikana kwamba ugomvi wake yeye pamoja na mufti aliyopita Samahatul Allama Ahmed bin Juma walikuwa wanakinzana katika baadhi ya mitazamo ya kitaasisi. Hakuna ambaye alikuwa anatakiwa kuwa chini ya mwingine, na hili ndio lilompelekea kuwakataa waalimu waliokuwa wanaletwa kwa